pamoja na jopo lako lote la viongozi ulionao madhabahuni, mama yetu mke wa marehemu William Lukuvi pamoja na watoto na wanafamilia, Mheshimiwa Musa Azani Zungu, Spika wetu wa Bunge la Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu John Samuel Malecela, Waziri Mkuu mstaafu na Makamu wa kwanza wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Philip Mangula, Katibu Mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na Makamu Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa John Mongela, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Mwanaasha Hamisi Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, akimwakilisha Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Daniel Silobaran, Naibu wa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu mstaafu na mbunge wa Jimbo la Bukombe, Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstaafu na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, Mheshimiwa Mgeni Hassan Juma, Naibu wa Spika mstaafu wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa walioungana nasi leo, Lieutenant General Salum Haji Othman, mnadhimu mkuu wa Jeshi la Wananchi Tanzania, waheshimiwa mawaziri pamoja na naibu mawaziri ambao wamejumuika nasi leo, Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, pamoja na mapacha wako wote, kiwepo mwanasheria mkuu wa Zanzibar, Daktari Mustafa Mohamed Siani, jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, waheshimiwa wabunge wote ambao mmejumuika nasi, ndugu Baraka Leonard, katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Jimmy Onazi, katibu mkuu ofisi ya Waziri Mkuu, pamoja na makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu wote ambao mmejumuika nasi katika tukio hili la leo, viongozi mbalimbali mliohudhuria katika misa hii takatifu, watumishi wote wa ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na watumishi wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi mbalimbali wa dini, madhehebu mengine, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama vya siasa mliohudhuria, pamoja na waombolezaji wote, na mimi nisimame kwenye itifaki ya utambulisho tuliopewa. Ni ungane pamoja na waombolezaji na waongeaji wote waliotangulia kwa masikitiko makubwa kutoa pole nyingi sana kwa mjane na wanafamilia, familia kwa ukubwa wake, waheshimiwa wabunge, kutokana na msiba huu mkubwa wa kuondokewa na mpendwa wetu marehemu William Lukuvi, aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri katika ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu pamoja na watu wenye ulemavu. Hakika kifo cha
mpendo wetu Mheshimiwa Lukuvi kimetuacha Watanzania wengi tukiwa na simanzi kubwa na butwaa kubwa kufuatia kuondoka kwake. Nitoe pole kwa Mheshimiwa Rais kwa kuondokewa na askari wake wa mwavuli kama ambavyo watangulizi wengi wametoka kusema. Mimi binafsi nimekuwa nikiwasiliana naye na kushauriana naye mara kwa mara hadi siku ambapo muda mfupi tulipoarifiwa kwamba hali yake ya afya imebadilika, tulikuwa tukiwasiliana na tukipanga shughuli mbalimbali za kazi. Tulikuwa tukiongelea kuwa na vikao kama ambavyo watangulizi walioongea wametoka kusema, hasa ukizingatia ratiba zilizokuwa zinaendelea za kamati, tukiwa tunajiandaa na masuala ya bunge. Nitumie fursa hii tena kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wote na wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wameguswa na msiba huu mkubwa kwa Watanzania wote. Kama tulivyosikia katika wasifu wake, Mheshimiwa Lukuvi atakumbukwa kwa mengi katika nchi hii kutokana na utumishi wake uliotukuka kwenye nafasi mbalimbali. Hakika katika uhai wake Mheshimiwa Lukuvi ametoa mchango mkubwa kwa taifa letu. Kama serikali tumepungukiwa na mtu ambaye ataendelea kukumbukwa sana sana kwa busara zake, kwa ukomavu wake wa kisiasa, kwa ushawishi wake mkubwa, kwa weledi wake mkubwa katika kazi, uzalendo na kiwango cha juu cha uratibu. Mheshimiwa Baba Paroko, Mheshimiwa Lukuvi atakumbukwa sana kama mshauri na mlezi wa kila mmoja. Kama ambavyo wasemaji wengi wametoka kusema, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa baba, alikuwa mlezi, alikuwa mwalimu wa kila mbunge. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mlezi, alikuwa mwalimu kwa kila waziri. Alipenda kumsaidia kila waziri anapoona katika sekta yake anavyoenenda wenda asipate ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa na kiwango cha juu sana cha kujitolea, nidhamu binafsi ya kazi, kujituma. Hiyo ndio iliyomwezesha kila Mheshimiwa Rais katika awamu kama tulivyotoka kuambiwa na watangulizi waliotoka kusema, aliona anafaa kumteua ili asaidie katika shughuli za uratibu. Mimi ni mojawapo kati ya wengi walionufaika na busara zake kwa muda mrefu. Kuanzia nilipoingia bungeni nilipata ushauri mwingi kutoka kwake. Nilipoteuliwa kwa mara ya kwanza kuwa naibu waziri wa fedha, nilipata ushauri kutoka kwake kwa kujitolea tu. Anasema hivi, unavyoenenda zingatia hili na hili na hili na hili, kazi yako itakuwa nzuri sana. Hata sasa baada ya kuwa ameteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, ni mtu ambaye huchoki kufanya naye kazi. Mheshimiwa Baba Paroko na Watanzania kwa ujumla wataona niliweza kupanga ziara moja ndefu zaidi ya mwezi na siku kadhaa mfululizo kupita halmashauri kwa halmashauri. Nilifanya hivyo kwa sababu
zile kazi ambazo za uratibu ambazo zilitakiwa zifanyike kwenye dawati, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anafanya kikamilifu. Tumeenda kwenye maandalizi ya bunge na kamati, hapakuwepo na gepu kwamba waziri mkuu yuko kwenye ziara. Mheshimiwa Lukuvi aliendelea na uratibu kikamilifu. Na sio hiyo tu, kama ambavyo Mheshimiwa Jaji Mkuu ametoka kutuambia, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anaweza kuelezea masuala ya kazi kwa lugha iliyo rahisi kwa kila wizara na kufanya masuala yanayohusiana na ushirikiano ndani ya serikali kuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Tutaendelea kumkumbuka Mheshimiwa Lukuvi kwa umahiri wake huo, na hata tulipokuwa tukikaa mawaziri tulikuwa tunasema kwa kweli, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mheshimiwa Lukuvi kwenye masuala ya uratibu ni profesa. Hivyo hivyo na kwa waheshimiwa wabunge, anafanya mahusiano kati ya serikali na bunge yawe imara kila wakati. Mara nyingi kwenye majukumu haya ya mihimili, kuna wakati joto huwa linapanda kama wana michezo. Unakuta mbunge kwa ajili ya kuwatetea wananchi wake na pengine majibu yaliyotolewa na serikali hayajamridhisha yeye na wananchi wake, ana lose temper. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ni mwalimu wa kuweza kuhakikisha mahusiano kati ya mbunge, wananchi wa jimbo husika pamoja na serikali yanadumishwa, na amefanya hivyo si mara moja, amefanya hivyo mara nyingi. Pamoja na kuwa tumekuwa kwenye maombolezo na huzuni kubwa, nitumie fursa hii pia kukushukuru sana Baba Paroko kwa ujumbe mzuri uliotoa. Umetusaidia wengi. Mimi mwenyewe nilikuja hapa nikiwa nimejaa kwa nini nyingi sana kichwani na kifuani na majonzi. Nilikuwa naona kama shetani anatafuta kuniangusha, kumuondoa Mheshimiwa Lukuvi ambaye alikuwa ananisaidia na kuiona nafasi ya waziri mkuu na kazi za waziri mkuu kwamba ni kazi zinazoweza kufanyika kwa urahisi. Katika kipindi kifupi nikiwa nimeona tunaenda vizuri, tumepanga majukumu mengi, tumepanga namna tutakavyoliendea bunge, tumepanga namna tutakavyoendea dira mpya. Ghafla unasikia ndugu unayepanga naye, kiongozi unayepanga naye anaondoka ghafla bila kuwa amehuzunika, amesikitika kwamba ana jambo linalomtatiza gumu la kiafya. Hakika tunakushukuru sana Baba Paroko kwa mahubiri yako ya leo. Imekuwa tu sio misa ya kumsindikiza mwenzetu, bali imekuwa elimu ya kila Mtanzania ambayo itatusaidia Watanzania kudumisha undugu wetu, uungwana na ubinadamu wa kila moja, huku tukijua sote njia yetu ni hiyo hiyo. Amesema Mheshimiwa Makamu wa Rais mstaafu Daktari Mpango kwamba siku hizi tunatumia vibaya mitandao. Baba Paroko, wewe mwenyewe katika mahubiri yako pote nilikuwa nakusikiliza, umetumia neno tuki, tuta, ukiwa unaonesha na wewe ni binadamu kama sisi.
ukiwa unaonesha na wewe safari yako ni kama yetu sisi. Lakini sisi huko mitandaoni wapo wengine wakiandika utadhani ni Mungu kaandika, kama vile wao haya mambo hayawahusu kabisa. Utasikia mtafanya hivi. Ukimwangalia mtu mwenyewe anayeandika hivyo ameshadhulumu tu, hata sio msafi, ana madeni kibao na utapeli mwingi basi. Kwa hiyo somo la leo baba paroko limetusaidia sana kuturudisha binadamu wote waone sisi ni binadamu na safari yetu ni moja, na mwenye masahihisho ni Mungu mwenyewe. Wa kuweza kujua nani ananuka ni Mungu mwenyewe. Nakushukuru sana baba paroko kwa somo hilo zuri. Na nilipokuwa nimekaa pale nikasema nitawaambia wasaidizi wangu siku moja wanielekeze mpaka nikasali kwenye kanisa lako ili ujumbe huu ni upate na siku nyingine. Nakushukuru sana baba paroko. Kwa katika kumalizia, niendelee kwa niaba ya serikali kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na Katibu Mkuu pamoja na wengine waliotangulia kusema, kuhakikishia familia serikali itaendelea kuwa bega kwa bega na familia, kama ambavyo mara tulivyopata taarifa hizi kwamba Mheshimiwa Lukuvi amepata itilafu kidogo ya kiafya. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo ya kusaidiana na familia kwenye kila hatua kama ambavyo tumefanya, na hata sasa maelekezo yake ni hayo, na kama ambavyo mmeshaona kwenye ratiba, na yeye yuko bega kwa bega pamoja na familia, yuko bega kwa bega Mheshimiwa Spika, pamoja na wewe na Bunge pamoja na Watanzania wote, wakiwemo wananchi wa mkoa wa Iringa pamoja na jimbo la Isimani. Nirejee tena kutoa pole kwa familia. Mungu awape moyo wa ustahimilivu. Yeye ndiye mwanzilishi wa maisha ya kila moja, na yeye ndiye anayejua mwisho wa maisha ya kila mmoja wetu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni sana.